Mstari wa 14. Tuko hapo? Tunaweza kusoma kwa sauti. Rudia tena. Hold on. Biblia yenyewe mnasomea wapi? Hii ni tafsiri gani? Yeah. Sawa, tusome. Tusome kwa sauti. I wanted that. Naye akawaambia, katika huyo mwenye kula kikatoka chakula. Jana ulisikia naisema kwa Kiingereza, out of the eater came something to eat. Amnaga kitu cha namna hiyo. Eater atoagi nyama. Akawapa hiyo riddle, akawapa hilo fumbo. Alafu tusome inayofuata. Kwa hiyo ni theolojia ya ukombozi ambayo jana nimeielezea kwa upana wake, tukianzia kwenye kitabu cha Mwanzo, na nikakwambia kwa nini ile imekaa pale kwenye sura ya 50 mstari wa 20. Na Mungu ni mwema, tukasikia yale ambayo tuliyasikia na tukahitimishia kwenye Warumi 8:28. Nasi twajua ya kwamba Mungu hutenda kazi katika mambo yote. Mungu hutenda kazi na wampendao katika kuwapatia mema. All things work together. Kwa mambo yote yanatenda kazi kwa ajili ya kukupatia mema, sio kwa ajili ya kukudhuru. Kwa relax. Yaani hali ya hewa, tuko live najua, na wengine ni watumishi wa Bwana, lakini vyovyote vile mambo yote yanatenda kazi katika kukupatia mema. Hata kufungwa kutatenda kazi kukupatia mema, hata kudhuriwa kutatenda kazi kukupatia mema, hata sumu huwa zinatenda kazi kukupatia mema. Unajua hivyo, yani jua hivi, yani hata wakikuchukua wakakunywesha hivi sumu, jua hapo wanatengeneza tu ushuhuda. Yani hiyo tu yenyewe itageuka, itakuwa kwa ajili ya kukupatia mema. Mungu atakomboa hilo kwa ajili ya kukupatia mema. Ukijua mambo ya namna hiyo, unaona unakuwa haupanic na vitu vingine unaviona Facebook, vingine unaona Instagram, vingine unaona kwenye ulimwengu wa siasa, vingine unaona kwenye ulimwengu wa uchumi. Hapo si nimeongea kwa hekima na nimepita haraka. Unaona vinaenda namna hiyo, alafu eti na wewe umeokoka una panic. We know for sure all things work together. Vyote vitafanya kazi hatimaye kukupatia mema. Na huo ni mtazamo wa mtumishi yeyote wa Mungu, anajua anaandaliwa namna hiyo. Sasa nataka nikuonyeshe mifano kabla hatujaenda kurambo kidogo na maneno ya exhortation na maneno ya unabii. Ni kuonyeshe mifano kadhaa ya watumishi walioandaliwa kwa njia ya mafundisho na kwa njia ya mapito, na sitatoa mifano yote ambayo nilikuwa nimeandaa. Tunaweza tukatumia mifano miwili tu hapa, alafu tuende kwenye kile ambacho tunacho. Nataka tuangalie mfano wa mtu mmoja anaitwa Daudi. Mtu wa Mungu anaitwa Daudi kwenye Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 34 mpaka mstari wa 37. Nakumbuka kwenye mstari wa 33 nafikiri, Mfalme Sauli anamwambia Daudi ya kwamba we ni kijana tu, alafu huyu ni mtu. Si mnakumbuka hiyo kitu? Nakumbuka hiyo. Kuna wengine naona iliwa hit kwa nguvu kabisa. We ni kijana tu, alafu huyu ni mtu kuanzia ujana wake. Sasa tuangalie, bado hujafika. Samueli wa kwanza sura ya 17 nimesema. Twende mstari wa 34. Neno la Mungu linasomeka hivi:
baada ya kuwa ameambiwa yeye ni kijana tu. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Unanifuata vizuri? Alikuwa anachunga kondoo za baba yake. Anaanza kufanya narration, anaanza kumsimulia. Alafu anamwambia, na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mstari wa 35, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake. Yani imagine simba amekamata kondoo, anasema ninampokonya. Sikiliza mpendwa, sio paka, simba. Na sio Simba Sports Club, simba. Unampokonya nyama. Jaribu kumpokonya paka maziwa, ndio utaelewa hata paka ni kazi. Sasa simba unampokonya kondoo, ameshamng'ata. Na akinirukia, yani ikatokea simba wakati nampokonya kondoo anarukia, anasema hivi, humshika ndevu zake nikampiga, nikamuua. Hiyo ndio description yake. Sasa nataka unielewe kabla hatujaenda mstari unaofuata. Haya ni matukio ambayo yanatokea separately. Sio matukio ambayo yanatokea akiwa anajua ya kwamba yako interconnected. Sio kwamba wakati anachunga kondoo aliambiwa unafanya mazoezi ya kuja kupigana na Goliathi. Tukio la kuchunga kondoo ni tukio ambalo lilikuwa linatokea jenyewe, very independent. Mwaka wa 3 sijui 4, huwa mnafanya research hapa. Ni kama independent variable kwenye research. Inajitegemea. Sawa? Haihusiani kabisa. Unajua ile ukiambiwa kachunge kondoo ndani ya miaka 3, mwaka wa 4 utakuja upigane na Goliathi, hiyo ni tofauti. Hii ni tukio tu la kuchunga kondoo. Kwa hiyo chochote kinachotokea wakati wa kuchunga kondoo, baba na Daudi hawahusianishi na kuja kumpiga Goliathi. By the way, hawajui kama kuna Goliathi. Hawajui kwamba hata kama wanajua kuna Goliathi kwa mfano, walikuwa hawajui, lakini hata kama wanajua, hawajui ya kwamba Daudi atakuja kumpiga Goliathi. Kwa hiyo ni tukio linalojitegemea, liko peke yake. Daudi angeweza kulichukulia ni tukio liko peke yake, na kwa hiyo asilichukulie kwa uzito. Wakati simba anakuja kula kondoo, akasema aliwe. Wanabakia kondoo 800, inadhuru nini? Wanabakia kondoo, mna kondoo 200, anakamatwa mmoja. Wanabakia kondoo 199, what harm? Ina madhara gani? Acha aliwe na baba ataelewa. Lakini mtumishi yeyote wa Mungu anajua maisha yangu sio random occurrences, sio matukio yanayojitokezea tu hovyo hovyo. Ile tu kuwa yudom ni maandalizi. Sasa ni maandalizi wakati ninaishi, sio kwamba sasa kwa vile ni maandalizi ninaishi kwa ajili ya kesho. Nifuate vizuri. Hao tunaita futurists, watu ambao hawajui kuifurahia leo, au hawezi kumake sense ya leo kwa sababu wanaitarajia sana kesho. Sasa lazima ujue umake sense ya hiki kinachoendelea sasa hivi, umake wise use ya hiki kinachoendelea sasa hivi, lakini vile vile ukitafsiri kwa kesho yako. Mtu wa Mungu ananisikia vizuri? Sijui kama imekuwa very philosophical au inaeleweka. Nachosema ni hiki: maisha unayoyaishi leo yanajitegemea tu yenyewe hivyo. And you are blind, nikwambie ukweli. Ungeona ya kwamba itakuwaje baada ya miaka 5, ungeona itakuwaje, labda ungekuwa umechangamka sana. Lakini ya maisha unayoishi sasa hivi yanajitegemea hivyo yalivyo. Kwa lazima uyapende, uyaishi, ufanye 100% ya uwekezaji kwenye maisha ulionayo sasa, vile tu yalivyo.
Lakini vile vile kama mtumishi uelewe ya kwamba maisha yako sio matukio yaliyotapakaa, yaliyotawanyika. Lazima ujue kila matukio kwenye maisha yako yana point kwenda mahali fulani, yanakuelekeza uelekeo fulani. Kwa ukijua namna hiyo, maisha yako hutayachukulia kama mambo yaliyotupwa hewani. Unaona, kama atoms kama molecules za hewa. Si nikiongea hivyo mnaelewa sasa? Kama molecules za nini? Za hewa, zimesambaa tu hivi. Lazima ujue matukio kwenye maisha yangu, hata ibada ya leo imekusudiwa, imepangiliwa inielekeze uelekeo fulani. Sawa sawa. Sasa Daudi wakati anachunga kondoo, anakuja simba au dubu, anakuja anakamata, yeye anamrukia, anampiga. Sasa angalia mstari unaofuata. Anasema hivi, mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao. Anasema hivi, simba na dubu na Mfilisti nimeweka kwenye kundi moja. Yani he's next. Yani huyu ni dubu anayefuata au ni simba anayefuata. Yani huyu sio kwamba ni watofauti. Kwa Daudi wote wana belong kundi moja, ni wahuni wanaotaka kula kondoo. Watu wa Mungu wananisikia? Sasa Daudi anatumia ushuhuda wake. Twende mstari wa 33 ili waelewe hawa watu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu. Sawa? Ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Huyu Mfilisti ni mtu wa vita, well and good. Ngoja nikwambie na mimi ni mtu wa vita, ila mlikuwa mjui. Mtu wa Mungu ananisikia? Mimi mwenyewe ni mtu wa vita. Hizi mbaga hizi za kupigana hizi nimepiga sana, ila porini. Ila porini ulikuwa ujui tu. Kwa anamwambia ngoja nikushushie CV na mimi. Umenishushia CV ya Goliati, ngoja na mimi ni download, nipakue CV yangu. Ndio akapakua CV yake, ameua nini, amelinda nini. Anasema sasa, baada ya kuderive, kama anafanya hesabu fulani hivi, amederive, akadraw conclusion, mstari wa 36. Na nielewa sasa nikiongea hivyo kihesabu? Akaderive sasa, baada ya kuderive akaarrive kwenye conclusion ya kwamba kama nilivyopiga simba, nilivyoua dubu, huyu dubu mwenyewe ni mmoja wao, huyu atakuwa kama sehemu yao. Kwa Daudi anajua wakati ninachunga kondoo, Mungu alikuwa ana build muscle, alikuwa ananitengenezea msuli, alikuwa ananitengenezea uwezo, alikuwa ananitengenezea stamina kwa ajili ya pambano linalokuja maishani. Nisikize mpendwa, kuna mambo unayoyapitia kwenye maisha yako sasa, they are setting you up kwa ajili ya pambano linalokuja mbele yako. Na siku pambano likija, unasema hizi mambo nazijua, hizi nimepiga sana nikiwa yudo, hizi nimegonga sana nikiwa na miaka 16. Ni nini? Mungu alikuwa anakuset up, alikuwa anakuandaa. Nikikopa msamiati ambao Mordekai anamwambia Esther, anamwambia nani ajuae ya kwamba ukujia ufalme kwa saa kama hii, for such time as this. Huo muda ukifika kwa wakati kama huu, lazima uwe na misuli ambayo umechongwa nayo, lazima uwe na vitu ambavyo umeandaliwa navyo. Kwa kila mtumishi, mahali popote anapopita ni mahali pa maandalizi ya kule anapoenda. Watakatifu wamenisikia? Watu wa Mungu wamenielewa? Usiwahi kuchukulia kawaida maisha yako yalivyo. Make sense. Elewa vile maisha yanavyoenda. Hata saa hauna pesa, hata saa umepigika, Mungu anakuandaa
kwa ajili ya pambano linalofuata. Sasa fikiria ya kwamba Mungu amekuletea simba umuue na ukamwacha. Mungu akakuletea dubu umuue ukamwacha. Alafu Mungu anakuletea Mfilisti. Hautaweza. Hapo hakuna shetani, ni wewe ulijizuia. Kwa kukimbia kuua simba ni kukimbia promotion yako. Kukimbia kuua dubu, you are eating your own future. Kwa kama ikifika mahali unaona kabisa kuna aina ya mapito fulani unapitia na wewe unataka uyakwepe, unakwepa kesho yako. Unakwepa kesho yako bora. Mwambie jirani yako wewe. Mwambie jirani yako. Mwambie wewe. Nyie mnaongea kipole. Mwambie kama mimi ninavyoongea, wewe. Acha kula kesho yako. Mwambie wewe. Don't eat your tomorrow. Don't turn your tomorrow for breakfast. Unaona kuna watu wanakula breakfast kesho zao. Don't eat your tomorrow. Watu wa Mungu wananielewa vizuri. Usikimbie. Paulo anamwambia mwanae, anasema vumilia, shiriki taabu, endure hardship. Don't run, don't cast, endure. Na najua mnajua sana kukemea. Shiriki. Leo nimekuja kufundisha upya. Shiriki taabu, shiriki taabu, shiriki taabu. Najua kuamka kuomba, maombi yenu ya alfajiri ni saa ngapi? Saa 11. Shiriki saa 11. Kuna baridi, sawa. Sasa penda usingizi, unaifunika na kesho yako kwenye blanketi. Halafu kule mbeleni unasema Mungu anapendelea watu. No. Biblia inasema Mungu hana upendeleo. Unajua hivyo? Lakini kuna kitu kina upendeleo, najua. Biblia inasema ufahamu wema huleta upendeleo. Nisikilize, kinachotutofautisha ni ufahamu, sio Mungu. Mungu hana upendeleo, anawanyeshea mvua wema na waovu. Ila kinachotofautisha wavune nini kutokea kwenye hiyo mvua ni ufahamu wao kuhusu kilimo. Sio wema wao au sio uovu wao. Watakatifu wanasikia vizuri, wananielewa vizuri. Sasa tusogee mbele. Nafikiri ni mstari wa 30, mstari wa 37. Mstari wa 37. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba. Yaani Daudi anajua wakati anapigana na simba, kumbe aliyekuwa anamwokoa ni Bwana. Tangu ujana wake. Wewe umesema mimi ni kijana tu, na umesema huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake, na mimi Bwana alikuwa ananiokoa tangu ujana wangu na makucha ya simba. Na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli alivyosikia ile CV akamwambia Daudi, enenda na uliyemtaja Bwana atakuwa pamoja nao. Na Bwana, umeshamtaja Bwana, atakuwa pamoja nao. Sasa mstari wa 38 kuna intervention ya kibinadamu ikafanyika. Twende mstari wa 38. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamvalisha mambo ya vita. Mstari wa 39, Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. He has never tried it in life. Daudi akamwambia Sauli, siwezi. Sema siwezi. Siwezi. Nisikilize mpendwa. Kuna wengine tumefundishwa, kwa mfano mimi nimefundishwa njia ya neno. Mimi ndivyo ninavyojua. Mimi najua njia ya neno. Kuna njia mimi siziwezi. Kuna njia siziwezi. Mimi najua njia ya kufunga. Mimi najua njia ya kuomba. Hizo ndio nimetoboa na hizo njia. Na sikwambii kama kukutia moyo. Mimi sio mhamasishaji, mimi ni mhudumu wa Injili. Nimepita pahala pengi kwenye maisha
na nimeona Mungu akinistawisha literally. Sio tena maneno ya dini. Unajua kuna ile Mungu akanistawisha. Nimeona Mungu akinistawisha. Nimeona Mungu akinifanikisha kwa njia ya neno, kwa njia ya kufunga, kwa njia ya kumwamini. Nimeenda nchi mbalimbali, nimefunguliwa milango mikubwa ya kufaa. Nimeona Mungu akinipatia vitu kwa utele kwa njia ya kufunga, kwa njia ya kuomba. Hizo ndio njia nazojua mimi. Kuna vitu siwezi. Kwa lazima ujue vitu gani unaweza na vitu gani uwezi. Sasa wewe na maombi uwezi, na kufunga na mwenyewe uwezi. Unatunza ni shape dada, wewe utaweza nini? Yaani utashindaje vita zako? Lazima ujue mimi na mbinu zangu 4. Yaani zangu hizi. Lazima ujue mbinu zako hizi ndo zinanitoa. Don't be a master of everything. Usitake kuweza kila kitu. Nakwambia hili, tupangwe. Mimi na mbinu zangu zitanichomoa 4. Lazima zinichomoe. Mmoja wapo tayari ushasikia neno. Mimi ni mtu wa neno, naliamini neno kama lilivyo. Kama lilivyo. Na Biblia inasema kwa imani tunajua ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kama neno liliweza kuumba ulimwengu, wewe na ulimwengu nani mkubwa? You are just a drop of water in an ocean. Kama neno liliweza kuumba dunia, wewe si linakuumba sekunde tu. Neno ninaliamini mazee, neno ninaliamini. Acha kabisa. Neno ninaliamini. Kwa kuna njia zangu ambazo ninaziweza. Lazima ujue unaweza nini, uwezi nini. Daudi alivyovalishwa zile silaha hakuona ya kwamba amefanyiwa upendeleo. Unajua kuna vitu ukiona unafanya unasema wow, huu ni mlango. Kuna milango itakudondosha. Hizo silaha ziko hawezi, hajawa trained namna hiyo. Daudi akavivua, mstari wa 40. Akachukua fimbo. Hiyo ndio anaweza. Simba nilioua mimi niliua nikiwa na fimbo. Sio na SMG. Vita inaonekana ni SMG, lakini vile nilivyoua simba na dubu ndio kwa staili hiyo. Akachukua fimbo, akajichagulia. Mawe ya namna gani? Sio magumu. Njia zangu hata mimi nikikwambia utanicheka kama Daudi. Hizo ndio zimenitoa. Hizo ndio zimenitoa kimaisha. Mawe laini. Unaenda kupigana na mawe laini. Akaweka kwenye mfuko wake wa kichungaji alikuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia Mfilisti. Chap. Kenda vitani. Twende mstari unaofuata. I love hiyo confrontation. Huyo Mfilisti akamsogelea Daudi na kumkaribia. Na mtu yule alimchukulia ngao yake akamtangulia. Fikiria ana silaha mpaka zinabebwa na mtu. Afu dogo ikachukua tu mawe laini kaweka kwenye mkoba wake hapo. Hana hata mtu wa kumbebea mawe. Yaani kiasi kwamba ukimkosa anakudunda yule tu aliyebeba silaha kabla hata Mfilisti mwenyewe. Twende mstari unaofuata. Hata Mfilisti napenda sana hii confrontation. Alipomtazama huku na huku, unajua huku na huku. Kuna ile msemo ile wanasema mwanamke anakupandisha na wadada wana hiyo. Anaweza akakupandisha akakushusha, yani unaishiwa nguvu. Sasa Mfilisti ndio alikuwa anamwangalia huku na huku. Sasa huku na huku ndio hiyo kama anampandisha anamshusha. Akamwambia maneno magumu sana. Akamwona Daudi akamdharau. Sikia maneno alimwambia. Kwa kuwa ni kijana tu mwekundu. Tena ana nini? Ujasikia mwanaume anaambia mbona mchumba tu. That's Goliath. Unaenda kupigana naye anambia mbona mnaletea udogo mrembo sana huyu. Dogo mlaini huyu hawezi kuvunja hata biskuti. Akamdharau, mtoto mwekundu, hajui vita huyu. Yaani uso wake mwekundu.
ana ngozi laini, ngozi nyororo, mtoto hawezi vita yoyote hii. Unaona hiyo dharau hiyo tu, unaweza ukarudi nyuma. Na mojawapo ya mbinu ya vita ni maneno. Hiyo ni mbinu ya vita. Adui anajua, adui anaongea, shetani anaongea, wanamieleka wote kabla hawajapigana wanaongea. Lazima uongee. Ambaye huwezi kumdharau kwa maneno yako, huwezi kumpiga kwa mikono yako. Mmenisikia watakatifu? Unasikia anavyojitapa wale watu wa mieleka. Anasema leo nimekuja na jeneza lako. Ambia sasa tuingie. Ambia uliaga nyumbani, maana una dakika 15 za kuishi. Alafu ndio ambia sasa tuingie tupigane. Wewe utaingia? Maneno. Daudi alivyoambiwa ni mrembo, twende mstari unaofuata. Filisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia na fimbo? Filisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. I curse you. Hii ni vita. Hii ni lazima ujue kutumia mdomo. Mzee David Oyedepo anasema washindi ni watu wenye midomo mikubwa. Winners have big mouth. Huwezi kushinda umefunga mdomo. Mdomo uliofungwa ni hatima iliyofungwa. Jifunze kufungua mdomo. Usiwe mzembe kwenye kuongea. Mambo ya imani yanataka mdomo. Mwambie jirani yako, mwambie mambo ya imani yanataka mdomo wewe. Sura 44. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Njoo. Dogo ya mambo anayajua. Simba alisha roll sana. Anajua. Ambia we roll, afu na mimi nikupe shughuli yangu. Angalia mstari wa 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Dogo hakuwa mzembe kwenye kuongea. Wewe unanijia mimi na upanga. Sila alisema unanijia na fimbo. Sasa wewe unanijia mimi na upanga, na fumo, na mkuki. Cheki hivyo vitu alivyorodhesha. Yeye fimbo. Anasema bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli nao watukana. I come against you. Yeye alilaani kwa miungu yake. Daudi anasema nakujia kwa jina la Mungu, Mungu wa majeshi. Hiyo ni vita ya miungu tena, sio vita ya Daudi na Goliati. Yaani hapa ameshajitoa. Hiyo anapigana miungu. Mungu atakayeshindwa, mpiganaji wake atashindwa. Kwa Mungu apigane, miungu wapigane wenyewe. Lazima ujue kuna sehemu unapisha. Unamwachia, unawapambanisha na Mungu. Mstari wa 46. Angalia anazungumza, anasema siku hii ya leo. No, not tomorrow, not tomorrow. Lazima ujue ufanye hizo declarations. Today atakuua mkononi mwangu. Goliati hajawahi kuambiwa hivyo. Sasa hii bridi, hii mtoto mlaini huyu, kuna kitu anajua. Mimi nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili dunia nzima wajue ya kuwa yupo Mungu katika Israeli. Yupo Mungu katika Israeli. Ili wajue hivyo. So unaweza ukaanza kuona huyu ni mtu ambaye amekuwa trained, amefunzwa, amefundishwa namna ya kupigana vita. Kwa anajua namna yake ya kuziendea vita. Sikilize, shuhuda zako za leo zinatoa unabii wa shuhuda zako zijazo. Aliua simba, aliua dubu, anaua Goliati, anaendelea. Ni mambo ya kawaida. Kwa hakikisha unaenjoy kutengeneza shuhuda sasa hivi, usikimbie. Ukikimbia kutengeneza shuhuda sasa hivi, vivyo hivyo utakimbia kutengeneza shuhuda kesho.
Kwa shuhuda zako za sasa hivi zinakutengenezea msuli wa kutengeneza shuhuda zingine kesho. Bwana Yesu na asifiwe. Nimekuonyesha mtu wa kwanza, Daudi, ambaye maisha yake yalikuwa ni maisha tu. Sio kwamba sasa aliambiwa kachunge kondoo ili ujiandae. Ni maisha tu. Kasome Yudom, ni maisha tu. Uwe pale Kasfeta, ni maisha tu. Uwe unaamka kuomba, ni maisha tu ya kawaida kabisa, ndio ambayo yanamtengeneza mtumishi. Kwa hiyo usifikiri ya kwamba labda kutakuwa na kozi maalum. Ukianza kuwaza hivyo, watumishi watengenezwe kwa kozi maalum. Hamna kozi maalum ya kutengeneza mtumishi. Watu wa Mungu wananielewa? Ngoja nikuonyeshe mfano wa Timotheo, alafu twende tushughulike na exhortation na maneno ya unabii. Haleluya. Wangapi wanaona Mungu anafinyanga maisha yao? Wangapi wana make sense yale yanayotokea kwenye maisha yao? Ngoja niwape ushuhuda wangu. Wangapi wangependa wasikie ushuhuda wangu? Sasa Biblia inasema nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Sawa? Zaburi 139 au 29. Either one. Anasema nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Alafu anasema na nafsi yangu inajua hilo. Anaanza kusema nitamshukuru Mungu kwa kuwa nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Yes, 139. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Sawa? Moja ya kitu ambacho unapaswa kujua Mungu alivyokuumba ni kwa namna ya ajabu, 2 ya kutisha. Sawa? Yaani vile ulivyo kuna ajabu kuhusiana na wewe. Sasa nimeweka hiyo introduction. Mojawapo ya kitu ambacho mimi nimezaliwa kabla ya muda wa kuzaliwa. Muda wa kuzaliwa ni miezi 9. Mimi nimezaliwa miezi 7, ambao mara nyingi mtu akizaliwa na miezi 7 huwa hawaishi. Sawa? Nimezaliwa nikiwa na miezi 7. Kwa ni premature, ni njiti. Na watoto wote waliozaliwa kabla ya muda wao huwa kuna namna wako. Mnafahamu hivyo? Huwa kuna pigo zao, yani wako wanakuwa na vichwa vikubwa, wana macho makubwa. Kwa wana namna wamekaa. Na mimi ndivyo nilivyokuwa, kwa sababu na mimi nimezaliwa kabla ya wakati. So wakati nakuwa, nikiwa mdogo hivi nilikuwa na macho makubwa, hata sasa hivi ninayo. Ambayo ndio nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ndio kutisha kwenyewe. So growing up nikapitia dhihaka nikiwa mtoto mdogo, dhihaka kutoka kwa ndugu, kutoka kwa mashangazi, kutoka kwa nani, kila mmoja anasema macho yangu, anasema kichwa changu, anasema muonekano wangu. Kwa hiyo nimekuwa nimeminywa self esteem, ninasemwa. Na nasema hivyo kuna mtu anapona hapa kwa sababu umekuwa ukisemwa kwa sababu ya muonekano wako, na utatoka umepona kabisa kwa jina la Yesu. So nimesemwa sana. Primary school nimesemwa sana. Unajua unapoanza kuwa unakuwa teenager, baadaye unafika hatua ya balehe, unataka kurelate na wadada, unaona huyu ana macho makubwa. Toka na. Kwa hiyo hakuna mtu anataka kuassociate na mimi. Hiyo inaelezea kwa nini nina hulka nilionayo. Mimi ni mtu, sasa huwa nikisema hivyo watu wengi hawaamini. Mimi ni mtu mkimya, mwenye aibu. Watu wengi nikisema hivyo wao hawakubali. Wale ambao at least wamekaa na mimi watakwambia. Waulize hawa hapa ambao wamekaa. Hawa wamekaa na mimi. Mimi tunaweza tukakaa muda gani sijaongea? Naweza nikakaa siku nzima sijakusemesha. Na umekaa na mimi. Tunaweza tukaendesha gari kutokea hapa hadi Arusha sijakusemesha. Na tuko wawili kwenye gari. Mimi ni mtu ambaye sipendi kuongea, ni mkimya. Na watu wengi wao wanajidanganya hivyo, wakiniona madhabahuni na navyoongea saa nyingine unacheka, unajua yani tukikaa naye tutatia story. Pole. Nikishuka madhabahuni yani ninakuwa mwingine. Hii ni kwa sababu tu wanyonge na wenye hofu wakawa mashujaa. Wapole wa kunena, wasiwe kunyamaa. Hiyo inaitwa Bwana uliyewaita watakatifu wako. Ili julikane ni Mungu. Kwa mtu ambaye ananijua, akinisikia naongea na nafanya, anajua huyu anayesababisha huyu aongee ni Mungu. I don't talk, very shy. Hata ambao wanakaa na mimi nyumbani wanafahamu. Nyumbani unaweza usinione sebuleni, najifungia ndani.
ni mtu ambaye najifungia, ni mtu ambaye nataka nafasi yangu peke yangu. Hiyo ilitokea wapi? Ilitokea kwenye makuzi. Kila mtu hakuwa anataka kukaa na mimi, kwa hiyo nikajifunza kukaa mwenyewe, kujifurahia mwenyewe, kufurahia kampani yangu mwenyewe, kujiongelesha mwenyewe. Nikajifunza na ikapelekea ni develop tabia kama kusoma sana. Sasa uongee na watu, inabidi uongee na vitabu. Ndio ikatokea hapo theolojia ya ukombozi. Kwa Mungu akaigeuza ili kunipatia mema. Wanadamu alikusudia kwa mabaya, Mungu akigeuza iwe inizalie mema. Sawa sawa. Sasa of course hivyo vitu huwezi kuviondoa. Kwa mfano macho makubwa nionao ni makubwa mpaka leo, mpaka Yesu atapokuja ni makubwa hivyo. Fast forward baadaye nikakutana na binti mmoja, yule ambaye nilimwambia nilimhubiria, nikamdisciple. Na ukimwona ni mtoto ni mzuri hasa, mke wangu. Tukatengeneza mahusiano, kwa sababu mimi kwa kweli sikuoteshwa. Najua kuna wengine mnasubiri muoteshwe. Mimi nilimuona nikamuelewa. So wakati tunaendelea na mahusiano, siku moja mahusiano yetu si yalikuwa very strange. Unakaa kama uko tuition, unakaa hapa njoo na counter book, unakaa tunasoma. Ndio umekuja kuongea na mkaka. Kanae mnashika notebook, tunaenda mbali na haya maisha. Tuwezi kuwa tunakuja tunacheka cheka tu hapa na ice cream. Ice cream utakula mbeleni. Siku moja akaniambia, moja ya kitu na kiadmire kwako ni macho yako. I was like, what? Mtu ambaye nilijua hata nisema vibaya ameamua niseme vibaya mbele yangu. Nilikasirika, dunia haijawahi kuona. Nikaondoka nikiwa nimekasirika sana. Kwa nini? Yani umeamua sasa unitusi yani. Baadaye akaja akanifafanulia, akaniambia moja ya kitu ambacho nakifurahia ni namna gani macho yako yana communicate. Kama unasisitiza huwa unaongea kwa macho sana, yani namna yako ya kuongea iko kwenye macho. Kutokea hapo ndo nikaja ku make sense ya kwa nini Mungu alikusudia nizaliwe kabla ya wakati, ili niwe na macho makubwa, ili napokuja kuwa na hubiri watu watakuwa wanaelewa sana. Kwa nini? Kwa sababu ya macho yangu. Akaniambia namna unavyoyapunguza, unavyoyaongeza, unavyo nini, yani anaongea. Na asante Mungu aliyenipa macho makubwa. Kwa hivyo ulivyo perfectly mended, umetengenezwa vizuri. Watu wa Mungu wananisikia vyema. Nitaka nimsaidie mtu mmoja hapa. Because it's not a random event. Kuna kijana anaitwa Timotheo, Mtume Paulo anazungumza naye kwenye Timotheo wa pili sura ya 3. Tunazungumzia mfano wa Timotheo. Kule tunazungumzia sana kuhusu mtumishi anavyoandaliwa kwa njia ya mapito. Nafikiri umeyaona. Hapa tunataka kuonyesha mtumishi anavyoandaliwa kwa njia ya mafundisho. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 14 mpaka mstari wa 15. Anasema, bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa. Uliofundishwa na kuhakikishwa. Kwenye notes zangu mimi nimebold neno uliofundishwa na kuhakikishwa. Hapo anasema sababu gani? Kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Sio tu ni nini ulichojifunza, lakini ni kina nani uliojifunza kwao. So it both matters what you learn and from whom do you learn. Ni ya muhimu sana. Umejifunza nini na umejifunza kwa nani. Hivi vyote ni vitu vya muhimu sana. Na hiyo sasa sio sehemu ambayo nafundisha hapa, lakini uliofundishwa na kuhakikishwa ndio kitu ambacho naweka mkazo. Alafu anasema kwenye mstari wa 15, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu.
Timotheo ameyajua maandiko matakatifu tangu lini? Tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Kwa Timotheo akiwa mdogo, inawezekana namna gani alifundishwa kwa wale ambao tunajua tradition ya Kiyahudi. Tradition ya Kiyahudi, watoto wote wa kiume, of course maelekezo ya Mungu ni kwamba wakati wanavuka mto Yordan, alielekeza kwamba wachukue mawe na wayaweke kama alama na wafundishe watoto wao. Wafundishe wanapoingia na wanapotoka, waweke alama kwenye mimo ya milango, wafunge hizo sheria za Mungu kwenye shingoni, wafundishe, manake ni 24/7 wafundishe watoto wao. So fast forward, tradition ya Kiyahudi ni kwamba watoto wa kiume wote wanafundishwa kuwa walimu wa Tora. Tora ni sheria, kwa hiyo wanaandaliwa kuwa walimu wa sheria tangu utoto. Mtoto wa Kiyahudi wa kiume anafundishwa kuwa mwalimu wa sheria. Alafu wale ambao hawaelewi, yani kuna watu ambao sio tu hawaelewi, yani na elimu yenyewe haiwataki na wao hawaitaki elimu. Kunao yani hawapendi shule na shule haiwapendi, yani hawapendani. Wakishindwa ndio walikuwa wanaenda kuwa wavuvi wa samaki, wanafanya hizo kazi kama kuvua samaki. Ndio maana ukisikia Yesu amefanya kazi sana, amefanya kazi sana, amefanya kazi sana kumfundisha Petro. Ngoja niwaonyeshe kimaandiko. Naona kama mnataka kucheka. Matendo ya Mitume, walivyochukuliwa kina Petro wakapelekwa kwenye baraza la wazee, wakaanza kujitetea. Wakati wanajitetea, Biblia inasema hivi: walipowaona ujasiri wao, wakijua ya kwamba hawana elimu. Umeelewa inatokea wapi? Inatokea kwenye tradition ya Kiyahudi ya kwamba hawa ni oili chafu. Yaani hawa ni shule haiwataki na wao hawaitaki shule. Ila hiyo boldness, ule ujasiri sio kwa sababu ya sauti. Kuna ujasiri unakuja kwa sababu unajua nini. Sio unashangaa ujasiri wameutolewa wapi? Wakasema walikuwa na Yesu. Wakasema walikuwa na Yesu. Kwa Yesu ujue ni bonge ya mwalimu kufundisha, yani material ambayo shule haimtaki na yeye hataki shule. Alafu ikaelewa hadi ngoma ikawa na boldness, mpaka inaweza ikafafanusha maandiko, watu 3,000 wanaokoka. Ujue Yesu alifanya kazi kubwa sana. Mpigie Bwana Yesu makofi. Sasa kwenye tradition ya Kiyahudi, Timotheo amefundishwa maandiko tangu utoto. Anasema maandiko yana nini? Mmekuja hapa. Asante, safi. Turudi sasa Timotheo wetu ya pili. Anasema hayo maandiko yanaweza kukupatia nini? Kukupatia wokovu. Hayo maandiko ambayo umefundishwa kuanzia utoto yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Hiyo ndio ultimate direction ya maandiko. Lakini nachosisitiza ni kwamba amefundishwa maandiko kuanzia utoto. Sasa mama yake, ukisoma kwenye sura ya kwanza, Timotheo wa pili sura ya kwanza, nafikiri mstari wa 5. Chap. Kuna mahali tunaenda. Sema, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, quality ya imani isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi. Kwa Loisi ni bibi, alafu mama anaitwa Eunike, alafu mtoto anaitwa Timotheo. Kwa Loisi alikuwa analea tu binti yake anaitwa Eunike, anamfundisha maandiko, anamfundisha mistari, anamfundisha kuimba, anamfundisha kusema neno. Sio kwamba alikuwa anajua itakuwa na matumizi gani. Alikuwa tu anamfundisha kama wajibu wake wa kumfundisha. Alafu Eunike au Eunice akachukua hayo mafundisho akamfundisha mtoto wake anaitwa Timotheo. Kwa wale ambao wanamjua Timotheo ni nani, wanakuja kugundua kumbe kule kufundisha maandiko kulikuwa kunatuandalia, kwa sababu Timotheo ni mchungaji kijana ambaye alianza kuchunga kanisa la Korintho. Kanisa la Korintho ni moja ya makanisa kichomi, moja ya makanisa magumu. Alafu huyu ni kijana mdogo, hajaoa, lakini anachunga kanisa ambalo zamani meza ya Bwana ilikuwa mshiriki, sijui mnaweka sijui mkate, sijui mnashiriki mikate ile midogo midogo myeupe na vikombe vidogo.
Zamani meza ya Bwana ni kila mtu anapika nyumbani, unakuja nayo, na sio portion ambayo umeambiwa ni kiasi fulani. Kwa hiyo kuna watu wanaweza akaja na meza ya Bwana mahindi 5 na juisi jagi moja. Ndio ilikuwa hivyo. Kila mmoja anakuja na meza yako ya Bwana, alafu pasta anakuja anabariki meza ya Bwana. Sasa kanisa la Korintho ni kwamba unamwona huyu amekuja na viazi, unasema amekuja navyo 5, wiki ijayo mimi nakuja navyo 20. Wakaanza kushindana wanapokuja kwenye meza ya Bwana. Anasema wamekuja na juisi, kuna watu wakawa wanakuja kwenye meza ya Bwana na pombe. Anasema hamna adabu, si msubiriane. Kusoma. Anasema msubiriane. Yaani wakati anasema natangaza ya kwamba meza ya Bwana imebarikiwa, watu wanaanza kula. Anasema msubiriane basi tumalize hata maombi ndio tuseme kuleni wote. Watu washaanza kugonga vitu. Ni kanisa ambalo lilikuwa na vurugu, sina muda tu wa kuelezea kila vurugu mechi. Ni watu ambao walikuwa wanajiamini super spiritual, charismatic church. Watu walikuwa wananena kwa lugha bwana. Acha nyie mnanena kwa lugha afu unapoa. Walikuwa wananena kwa lugha hatari. Alafu wale walikuwa wanafanya dhambi, alafu wanaona vipawa bado vipaniki. Kuna dogo alikuwa anazini na mama wake wa kambo. Analala naye. Alafu wanasema mbona neema ya Mungu ipo? Yaani dogo amelala na mama wa kambo, alafu mbona tunanena tu? Mbona fresh tu? Sasa kanisa la namna hiyo ndio umepewa uchunge. Alafu wewe mwenyewe ni dogo na miaka 10 na kitu. Kwa Timotheo sio shughuli ndogo. Halafu alipotoka kulea kanisa la Korintho, akapelekwa kulea kanisa jingine kichomi, Efeso. Kanisa la Efeso. Na je, hili na vurugu mechi nyingi pale kwenye ule mji. Pana vurugu nyingi. Mji wenyewe una vurugu nyingi. Kuna wamama ni wanafujo. Yaani mama unaongea vya anakuja anakamata maiki. Nataka nitoe tangazo. Mama. Kanisa liko hapa, alafu tu pembeni pale chini kuna neno gani? Nyumba ya ibada ya mungu wa mji wa Efeso anaitwa Artemi. Artemi wa Efeso ndio mungu wa mji wa Efeso. Sasa makuhani wa kike ni Artemi au Diana, mmoja wapo wa miungu ya Efeso. Kulikuwa kuna makuhani wa kike ambao iliweze kuhudumu kwenye hiyo nyumba ya ibada, ilikuwa unanywa kipara, wanawake walikuwa wananywa kipara. So hawa mama wamekuja hata nywele hazijaota, ndio wameokoka, yani ana wiki 2 kwenye wokovu, wana mavipara yao. Wamekuja wanaanza kuongea pale mbele, ndio Paulo akatoa maelekezo wao wafunike vichwa vyao. Kwa sababu mtu akija akawakuta na vipara na anajua wenye vipara ni walile hekalu, unaanza kuelewa. Ni vizuri ujue kusoma Biblia kwa sura kubwa sana. Sawa sawa. Hiyo ndio essence ya kufunika vichwa. Sawa. Of course kama nywele zako hujasuka pia ni vizuri ukafunika kichwa. Makes sense. Amen. Sasa Timotheo ndio anachunga makanisa ya namna hiyo. Sio kanisa la kijijini ambalo ulikwambia njoni mbele wanakuja, nendeni nyuma au ni makanisa ambayo unaweza ukawaambia watu wafanye hivi wakabisha. Alafu by the way yeye ni kijana hajaoa. Alafu kuna wazee, kuna kila aina ya watu. Kumbe huyu mama wakati anamfundisha huyu mtoto kusema tu Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, alikuwa anatuandalia mchungaji mzuri sana. Kwa hiyo usiwahi kupuuza kufundisha mtoto mdogo mmoja. Usiwahi kupuuza, kuna mtumishi anaandaliwa. Usiwahi kupuuza darasa lolote ambalo unaitwa unafundishwa. Kama hivi unafundishwa hapa, kuna watu niwaambie, mtakuja mkumbuke hizi notes. Si hauandiki. Sasa nisikilize vizuri. Unakuja unashangaa, niwaambia Mungu sio mwandambo. Hachoki mzee wetu, si ndio? Mzee wetu mwandambo anachoka, ila mzee wetu wa siku hachoki. Mungu anajua huyo mchungaji umekuwa. Hujui, watu wengi hata mimi nilikuwa nasema ni mchungaji. Sasa ghafla wewe ni mchungaji. Unatakiwa ukafundishe vijana. Ndio notes hizi hapa. Usiwahi kupuuza sehemu yoyote ambapo unafundishwa hivi.
Mungu hawezi kuita hili tukio eti akaleta na mimi, akaleta na ndugu zangu, eti kwa vile tumekosa pa kwenda. Kuna watu hapa wanaandaliwa, kuna watu hapa wanafinyangwa. Kwa hiyo usiwahi kupuuza kusanyiko lolote la watakatifu ambao kuna neno la Mungu linafundishwa. Kuna watu wanaandaliwa. Inawezekana isiwe mchungaji, inawezekana ni mchungaji wa vijana. Kuna watu wanaandaliwa. Inawezekana ni mhudumu, inawezekana ni missionary, inawezekana ni mpanda makanisa. Kuna mtu anaandaliwa in this congregation. Kwa hiyo usiwahi kupuuza Mungu akiitisha congregation namna hii. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sawa. Sasa kwa dakika kama 15 ngoja nifanye exhortation kidogo. Si umeelewa watumishi wanavyoandaliwa? Umeelewa watumishi wanavyoandaliwa? Roho Mtakatifu nisaidie niwe mtulivu. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Kwa sababu nataka kwenda eneo ambalo ni eneo ambalo linaugusa moyo wangu sana. Chances za naweza nikakosa utulivu. Mzee Paulo anamwambia, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba. Hilo agizo anakabidhiwa liwe nini? Alafu anasema kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako. Kwa kuna agizo, kuna commissioning anakabidhiwa. Kuna commissioning anakabidhiwa. Kwa mfano, unaweza ukakabidhiwa agizo la kwenda kufungua kanisa. Mfano. Alafu anatuonyesha anasema kwa ajili ili jambo unakabidhiwa kwa ajili ya maneno ya unabii. Au maneno ya unabii anasema yametangulia. Kwa kuna maneno ya unabii alipewa Timotheo yakamtangulia. Alafu ndo anakabidhiwa hilo agizo. Unanisikia vizuri? Sasa anasema hivi, yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo manini? Hayo manini? Maneno ya unabii. Katika hayo uvipige vile vita vizuri. Na nimeshawaambia kuhusu vita vizuri. Kwa hiyo kifaa cha kupigania vita ni maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako. Ukiwa hauna maneno ya unabii yaliyowekwa juu yako, hauna vitu vya kupigania vita vizuri. Na ndio maana huwa ni na maneno ya unabii, nisikilize, sio maneno ya nabii, maneno ya unabii. Sasa kwenye shule ya neno kuna kitu kinaitwa maandiko matakatifu, scriptures, logos kwa lugha ya Kiyunani. Halafu kuna maandiko yaliyohuishwa, maandiko matakatifu yaliyohuishwa yakaja kuanza kusema nawe kwenye mazingira haya, yanaitwa rema. Sawa, kwa lugha ya Kiyunani. So logos ni kitabu. Where is scriptures? Logos ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa uvuvio. Kila andiko linapumzia Mungu. Sawa, Timotheo wa 2:3-15 nafikiri. Kila andiko linapumzia Mungu, linafaa. Hii ni logos ambayo yenyewe inapumzia Mungu. Lakini Mungu anaweza akachukua Habakuki sura ya 2 mstari wa 2, anasema iandike njozi ukaifanye kuwa wazi sana, ikahuishwa ndani yako. Ukasikia tu ndani yako hilo swala iandike njozi, ya kwamba Mungu anakuelekeza uende ufundishe vijana vyuoni namna ya kuandika njozi. Hiyo inaitwa rema. Mnanisikia vizuri? Sasa wakati Mungu anasema iandike njozi kama logos, halikuwa neno, of course neno la nabii Habakuki, lakini halikuwa neno la unabii juu yako. Ila Mungu anapolivuvia, anapolinyeshea, na ukilisoma namna hii unasikia kama agizo uanze kufanya kitu fulani, au agizo baada ya miaka 20 kuna hiki kitu kitatokea baada ya kuwa umesoma Habakuki. Hilo neno la unabii juu yako.
Sasa neno la unabii sio lazima akupe nabii. Kuna vingine unajipa wewe, na kuna maneno ya unabii. Kuna rafiki zangu, mimi na rafiki zangu wengine wananipigia simu, anaambia ninaona, anaanza ndio maana ni vizuri ukiwa na marafiki ambao mnaongea na maneno ya unabii, sio naongea umbea tu. Una rafiki ambaye anaweza akaachilia maneno ya unabii, sio anakupamba, anasema maneno ya unabii juu yako. Mimi na rafiki zangu ambao ninaona, kuna rafiki yangu mmoja alinipigia simu nafikiri miaka 2 imepita, akamwambia ninaona kuna kitu kikubwa unajenga Dodoma. Anasema ninaona jengo jeupe, ninaona watu wa mataifa mbalimbali. A prophetic word kutoka kwa rafiki yangu. Miaka 2 imepita. Miaka 2 imepita. Anasema naona watu wa mataifa mbalimbali. Naona watu, anasema ninaona watu kutoka ulimwengu wa magharibi, naona watu kutoka Ulaya, naona watu kutoka Amerika kaskazini. Miaka 2 imepita, rafiki yangu kwenye simu. Sio hata kusema yes papa, I receive papa. But it was a prophetic word. Kwa kuna maneno ambayo yanaweza kuachiliwa na rafiki zako. Nao marafiki ni watu ambao unawachukua with high esteem. Wanatamka maneno juu yako. Lakini vile vile ni vizuri ukatafuta kusikia kutoka kwa mfano wazazi wako. Sasa kuna wazazi ambao hawajui kabisa kutamka neno la unabii. Wanajua kulaani tu. Lakini kuna wazazi ambao wanakutamkia maneno ya unabii. Yachukue, jua hayo ndio maneno ya unabii, kwamba njia yako inyooke, ustawi sana, sauti yako isikike, sauti yako ivume. Yachukue hayo maneno. Lakini vile vile ni vizuri ukawa na viongozi wanaokutamkia maneno ya unabii. Lazima uwe na mchungaji anayekutamkia maneno, anayeyaweka maneno ya unabii juu yako, ili uwe na vitu vya kupigania vita. Uwe na vitu vya kupigania vita. Ni imetamkwa juu yangu ya kwamba nitapanda makanisa na yatakuwa, ninatangaza katika jina la Yesu. Unaona namna ya kuomba, yanaitwa ni maneno ya unabii. Watu wa Mungu wananisikia vizuri? Maneno ya unabii. Sasa inawezekana hauna wewe mchungaji, hauna hao wazazi, hauna hao viongozi, walau jitamkie na wewe sasa. Amen, amen. Maneno ya unabii. Ngoja nikusemeshe kitu hapa, so dear to my heart. Kinaweza kisieleweke kwa watu wengi, na lengo langu ni nieleweke, ila naweza nikawa nimekiongelea kwa sababu ya muda, naweza nikakiongelea mahali fulani juu sana. Nataka kusema kidogo kuhusiana na badiliko kwenye huduma ya kanisa la Tanzania. Kitu ambacho ninakiona I'm speaking it into existence. Sasa kuna shule pia ya unabii. Kuna vitu ambavyo vinatolewa unabii kwa sababu mtu ameviona. Alafu kuna vitu ambavyo vinatolewa unabii kwa sababu anataka avione. Ni vitu tofauti. Sawa? Sawa. Haya mambo ninayatamka into existence kutokea kwenye uelewa wa neno la Mungu, na baada ya kusoma historia ninajua hivi ndivyo Mungu angetaka mambo yao. So I'm speaking them into existence. Na yamekuwa yakiwaka kwenye moyo wangu sana kwa miaka. Jambo la kwanza ambalo nataka ujue, note it down. Nataka ujue uamsho na matengenezo, kama nimebadilisha gia, uamsho na matengenezo huja kwa njia ya vijana. Nimesoma kwenye Biblia na nimesoma kwenye historia, baadaye naweza nika verify hapa kidogo, nikathibitisha kidogo. Nimesoma kwenye Biblia na nimesoma kwenye historia. Uamsho duniani na matengenezo, nasema revival and reformation. Sasa kwa faida yako unaweza ukaenda ukafuatilia huko kina John Knox, kina John Wycliffe, kina John Hus, kina John G. Lake, wako kina John wengi, kina John Knox, au kina John Wesley. Kuna wengine ni wana matengenezo, wengine wana uamsho. Ukifuatilia utagundua uamsho duniani na matengenezo duniani yaliletwa na vijana.
na sio tu vijana wote, hasa wanafunzi. Na ndio maana nyie ni audience sahihi sana kuambia hiki ninachokisema. Usijichukulie we ni mdogo. Mungu anakuona kama candidate, anakuona kama mbeba matengenezo, mbeba uamsho, na nataka hiyo ikuingie sana. Wewe hu mdogo, you are not little. Wewe sio mdogo. Jambo la pili, uamsho na matengenezo. Si nimesema vijana hasa wanafunzi? Uamsho na matengenezo huja kwa njia ya, utasamehe neno langu lakini ndio Kiswahili sahihi, walei. Uamsho na matengenezo huja kwa njia ya walei. Kwenye mabano andika laymen. Kiswahili cha laymen ni walei. Najua kama wewe ulitokea Katoliki unaweza kusema walei tena. Iko hivi, mtu ambaye hajasomea profession fulani, sisi watu wa hiyo profession tunamuita huyo mtu ni mlei, ni layman. Ushasikia? In layman's language. Kama madaktari walikuwa wanaongea, kuna lugha ya kidaktari, alafu kuna lugha ya sisi wengine ambao sio madaktari, ndio wanatuita laymen. Mainjinia wana lugha yao, wale ambao sio mainjinia ni laymen. Sasa historia ya kanisa baada ya Yesu Kristo, wanafunzi wake, hapa katikati kuna mahali likapita, halafu baadaye likapokelewa, likaanza kujitengeneza kama taasisi. Sasa kama nitakuwa na muda wa kufafanua hiki kitu, lakini anyway, acha nijirushe nikifafanua. Baadaye likaanza kujitengeneza kama taasisi, na wakati kanisa linajitengeneza kama taasisi, lilikuwa ni kanisa moja tu dunia nzima. Yani hakukuwa na madhehebu, hakukuwa, yani ni kanisa moja. Sawa? Kanisa moja la ulimwengu wote. Sawa? Universal Church. Ambapo neno jingine la Kiingereza ambalo linamaanisha universal ni neno Catholic. Catholic maana yake ni universal, au kwa Kiswahili Katoliki. Ukisikia nasema kanisa Katoliki, simaanishi la Roma. Kuna kanisa Katoliki la Roma na kuna kanisa Katoliki. Basically sisi wote ni wa Katoliki. Sawa? Sisi wote ni wa Katoliki ila sio wa Roma. Sawa? Inaeleweka vizuri? Nimekusaidia kwa sababu kusema Catholic ni universal, ya ulimwengu wote. Kwa hiyo saa nyingine unasikia, saa nyingine watu wanarusharusha maneno kule mtandaoni, naamini katika kanisa Katoliki moja la mitume, akiwa anamaanisha la Roma. Sio, haina maana hiyo. Hiyo declaration ni kanisa moja la mitume, kwa maana ni Universal Church, ndio maana yake. Sasa lilivyoanza kujiunda lilikuwa ni kanisa moja, na baadaye sa kiongozi awe nani, ndo papacy kaja, upapa. Na baadaye ulivyokuja upapa likaanza kuwekwa kwa structure, likaekea na miundo na nini na nini. Baadaye kanisa likaanza kuwa complex. Yani ili mtu uwe kiongozi kanisani au mhudumu kanisani, unaenda kusomea. Biblia ilikuwa kwenye lugha ya wafanyabiashara na wasomi na watawala. Kwa haiko kwenye lugha ya watu wa kawaida. Kwa, na kuna vitu vingi hapo katikati, kuna siasa nyingi ambazo sina muda wa kuzifundisha. Kuna siasa nyingi sana. Kwa hiyo ikawa kuna watu wamehodhi mamlaka ya kiroho, na kuna watu wanataka wa break hiyo mamlaka ya kiroho ili neno liwafaidie watu wote. Kwa mfano Biblia, watu walikuwa hata wakipewa Biblia hawezi kusoma, imeandikwa Kilatini na watu walikuwa wajui Kilatini. Kwa kuna mtu anaitwa John Huss, kuna mtu anaitwa William Tyndale, wakataka kutafsiri Biblia kwenye lugha ya commoners, ya watu wote. Walichomwa moto, na walichomwa moto sio na shetani wala na mapepo, walichomwa moto na viongozi wa kanisa ili kuhodhi mamlaka ya kiroho. Hawa watu ndio wakaanza kupush reformation. Mmoja wapo ni Martin Luther. Wakaanza kupush reformation, wakaanza kupush matengenezo. Nachotaka kukuonyesha, walikuwa ni vijana. Walikuwa ni vijana. Mnanisikia watu wa Mungu? Walikuwa ni vijana. Watu ambao Mungu anaweka desire ya kuleta mabadiliko. Mara nyingi hata sio wachungaji kwanza. Wanaotaka kuleta reformation huwa sio wachungaji kwanza, ni laymen, ni washirika. Kwa hiyo hiki ambacho tunaimba sijui Mungu tuletee uamsho Tanzania, hautatokea kwa wachungaji, utatokea kwa washirika. So lazima ujue hivyo, na ujue ni candidate wa uamsho na matengenezo. Haleluya, haleluya. Ngoja nikuonyeshe
Ukifuatilia movement ya upandaji wa makanisa barani Afrika, nitatoa tu Afrika Mashariki. Kanisa wamishonari wa kwanza waliokuja Afrika Mashariki, tunamfahamu mishonari wa kwanza kabisa anaitwa Krapf, Johannes Ludwig Krapf. Sasa Krapf inaandikwa Krapft, Johannes Ludwig Krapf. Sasa Krapf baada ya kuona nini inaendelea, akarudi kwao, akaenda kuorganize jumuiya kama tu hivi ilivyo Kasulu, inaitwa UMCA, Universities Mission to Central Africa. Wamishonari waliokuja kufungua makanisa wengi walikuwa na miaka 20 na kitu, 21, 23, wengine ndio wamefunga ndoa. Kuna mmoja tu amefunga ndoa hata wajenda honeymoon, walivyokuja akafa. Huyo dada kafa kwa malaria. Wamekuja kufungua kanisa. Unaona Ukristo, unaona si tunaufurahia. Ujue kuna vijana wenzetu wengine wa miaka 17, 19 ndio wameueneza huu Ukristo. Nao vijana walikuwa wanachanga fedha, ndio zikajenga hospitali, zikajenga vyuo, zikajenga shule, zikajenga mission centers, zikajenga makanisa. Vijana wa vyuo. Halo. Kwa hiyo nataka kusema na watumishi hapa, viwekezo ambavyo Mungu ameweka ndani yenu. Ukisikia ndani yako ya kwamba mimi baada ya chuo kikuu ninaenda kufungua kanisa mahali fulani huko ndani, sio kijiji fulani, kuna mzigo unawekwa ndani yako. Sema tu ni haujui, saa nyingine unahangaika, itakuwaje? Nani atanielewa? Tutakulaje? Nisikilize, askari haendi vitani kwa gharama zake mwenyewe. Mungu anachotaka ni useme ndio, halafu atainua senders, atainua fedha, atainua ufadhili, na itawezekana. Kwa nataka niseme na watu wa namna hiyo katika jina la Yesu. Huo mzigo ambao Mungu ameweka ndani yako, ninaomba kwa Bwana huo moto uendelee kuwaka. Huo moto wake kwenye mifupa yako katika jina la Yesu. Lakini vile vile ni vizuri ujue ya kwamba Mungu alivyokusudia, wengine mtakuwa professionals. Ukienda, wengine utakuwa kwenye wizara fulani, kwenye ofisi fulani. Hauendi pale kama mfanyakazi. No. Unaenda kama missionary kwenye hilo eneo, na hiyo mentality kuingie. Hatujaenda hapo sisi kupokea mshahara na chakula na mavazi sawa sana na Mathayo sura ya 6. Yesu anasema hayo hata watu wa mataifa wanayatafuta. Hayo watu wa kawaida wanatafuta wafanye kazi, wapate pesa, wanunue gari. Lakini sisi kwetu gari ni chombo cha kunisogeza nikamilishe mission. Gari sio prayer point mazee. Gari ni Mungu akiona una kazi nyingi anakupa gari ili uzifanye nyingi zaidi, na akiona umekuwa na nyingi zaidi anakupa ndege. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida, sio ushuhuda, ni vitu vya kawaida. Sasa hatuendi hapo utakapoajiliwa, iwe ni kwenye shule, iwe ni wapi. Hatuendi hapo kama wafanyakazi, tunaenda kama wamishonari. Na hiyo akili ni vyema imuingie kila mtakatifu. Hiyo tu akili ikikuingia, Mungu anakutafutia kazi. Mungu anakufungulia mlango, kwa sababu Mungu anatafuta wamishonari. Mungu anatafuta watumishi waweke kwenye ofisi mbalimbali. Wengine waweke kwenye siasa, wengine waweke kwenye biashara, wengine waweke kwenye kada mbalimbali. Na hiyo akili ikikuingia, huo uelewa ukikuingia, utagundua kuna namna wewe hautafanana na watu wengine katika jina la Yesu. Lakini niseme mambo mawili ya mwisho. Uamsho na matengenezo huja kwa dhabihu na taabu nyingi sana. Kuna vitu ambavyo tunatamani tumuone Mungu akifanya kwenye nchi ya Tanzania, kwenye ardhi yetu. Havitakuja tukiwa tumekaa kwenye viti. Vitakuja, kuna watu ambao watasacrifice. Amepangiwa kazi kijiji fulani huko. Sasa mimi najua vijiji vingi vya kanda ya Ziwa, kwa sababu muda mwingi nimekaa kanda ya Ziwa. Amepangiwa kijiji fulani huko Simiu ndani. Hata kimbia, hata tafuta uamsho. Yeye anajua mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa ataibeba nuru na kwenda kumulika kwenye hicho kijiji, hata kimbia hicho kijiji.
anajijua mimi ni missionary. Hizi contacts ambazo na establish hapa, nisikilizeni vizuri, na natamka kama mtumishi wa Mungu, na nina operate sasa kwenye nafasi ya kwanza kutoa unabii. Mungu amewakusanya hapa kutengeneza contacts. Anataka awapashe joto, ili utakapoenda kwenye hicho kijiji cha Simiu kwa mfano, au Shinyanga kwa mfano, au Kagera kwa mfano, una watu 300 nyuma yako ambao umekuwa nao chuoni, ambao you can always invite them kwenda kuwasha moto kwenye hicho kijiji, ambao yani una watu 300 wa kualika. Una wamishonari 300 wa kualika. Jamani, labda Pasaka, kila Pasaka una watu 50 mliosoma nao wanakuja kuwasha moto. Baada ya miaka 2 utagundua kuna moto utashambulia hilo eneo. Kwa hiyo usiondoke, ila sogeza moto zaidi. Sogeza moto zaidi. Najibu swali uliniuliza, nilikuwa nalo moyoni sikukujibu. Of course uliuliza hapa, kwa nini watu wakitoka chuoni moto unaisha? Ni kwa sababu hawajui ni kwa nini Mungu aliwaleta pamoja. Mungu aliwaleta pamoja, anautengeneza jeshi. Lazima tujuane. Wanajeshi wanaulizana, we ni bachi ipi? Au intake ipi? Wanaulizana, sisi ni intake, sijui operation nini. Wanajuana kwa namna hiyo. Lazima wanajeshi tujuane, sisi tulikuwa recruited lini, tulifundwa lini. Kwa hiyo tukifika tunaulizana, wewe ni wa mwaka gani? Mwaka fulani nilitoka UDOM. Tunakutana huko na tutunze hiyo network, tutunze huu mtandao, ni kwa ajili ya kuletea uamsho. Na wanawaambia imebidi Mungu atafute kisa cha masomo. Yaani haya masomo mmekuja kusoma hapa, kwa Mungu hiki kitu ni kisa cha kuwakusanya, kwa sababu angekosa sababu ya kuwakusanya wote mlivyo, angewakusanya mfanye nini hivi mlivyo, na kutoka mikoa mliotoka. Kwa hiyo inabidi Mungu atengeneze kisa kinaitwa masomo. Kimsingi niwaambie wapendwa wangu, najua wengine mnaweza ukachukia, kimsingi hapa hata hamjaja kusoma. Kusoma ni njia tu ya Mungu ya kuwakusanyia. Kama tu ambavyo Daudi alikuwa anapiga dubu, anapiga simba, kumbe Mungu alikuwa anamtafutia kisa ili atengeneze msuli wa kuja kumpigia Mfilisti. Wapendwa wangu nisikilizeni vizuri. Hapa Mungu amekuja kunoa jeshi. Amekuja kunoa watu wa uamsho. Amekuja kunoa watu wa matengenezo. Take yourselves that serious. Take yourselves na hiyo tone ya seriousness. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba hilo jeshi linainuka kutokea hapa. Hilo jeshi la uamsho na matengenezo linainuka kutokea hapa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaona vitu vingi katika roho, vingine ambavyo nimevikusanya kutokea jana wakati tunaomba. Kuna watu ambao struggle yao kubwa ni kuhusiana na maisha. Tutakula nini? Tutavaa nini? Lakini deep down wanajua Mungu amewaita kwenye utumishi, na ni utumishi wa madhabahuni. Mahangaiko yao, wazazi walionileta kusoma watasemaje sasa? Comment za wazazi na ndugu, tumekupeleka usome ili walau you should better our lives. Kwa wako kwenye hiyo vita, wako kwenye hiyo vita. Hili ndio neno la Mungu kwako. Hili ndio neno la Mungu kwako. Mungu anataka uitike, useme ndio, na useme kwa uhakika ndio. Yeye anajua namna ya kugharimia maisha yako. Anataka ayeyushe hiyo hofu kuhusu maisha, kuhusu chakula, kuhusu mavazi, kuhusu hali ya kujikimu. Mungu atalipia gharama. Anachotafuta ni ndio yako. Anachotafuta ni mwitikio wako wa utii. Uko mahali hapa, ni struggle yako, ni kitu ambacho kimekuwa kinakutesa. Nyanyua mikono yako. Ni kitu ambacho kinakuhangaisha, unajiuliza tu kuhusu mambo ya maisha. Nyanyua tu mikono, wala usiwala. Ona. Unajua Mungu amekuita kwenye utumishi, nasema. Unajua Mungu amekuita kwenye utumishi wa madhabahuni. Lakini mahangaiko yako ni kwamba
gharama za maisha. Simama tu mahali. Ona namna gani Mungu angepoteza. Nyanyua mikono yako juu. Ribalanda gada bagada. Ona hayo makanisa, ona hizo mission centers, ona. Na hiyo ni college moja na ni Christian Union moja. God is busy calling people. Ni hofu ya maisha. Kama Mungu wangu aishivyo, Mungu ambaye aliniondolea hofu kuhusiana na maisha, Mungu ambaye hajanipungukia, na ninamaanisha Mungu hajanipungukia, ninaliweka neno la Mungu juu yako, ninalikalisha neno la Mungu juu yako. Mungu akufanyie kijito jangwani. Mungu akuinulie watu watakaokupenda kwa mali na vitu na fedha na gharama mbalimbali katika jina la Yesu. Ninaliweka neno la Mungu juu yako, ninaachilia unabii juu yako ya kwamba hautaogopa, hautahofia. Mungu atakushika kwa mkono wake wa kuume, ataongoza kila hatua yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia neno la unabii juu yako, ninaweka neno la unabii juu yako. Utakaposema ndio, utaona milango ya upaji ikifunguka katika jina la Yesu. Utaona milango ya utele ikikufungukia katika jina la Yesu. Ninaita rasilimali kutoka pande zote kwa jina la Yesu. Ninaita rasilimali fedha zinakujia kwa jina la Yesu. Ninaita resources. Ninaita kusini kufungukie, kaskazini kufungukie, magharibi itoe, mashariki iachie, wala isizuie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hautakosa mkate, hautakosa chakula, hautakosa mavazi, hautamtumikia Mungu kwa aibu, hautamtumikia Mungu katika njaa, hautamtumikia Mungu katika shida, hautakuwa katika hali ya dhiki katika jina la Yesu Kristo. Mungu akukutanishe na mpelekaji, Mungu akukutanishe na wapelekaji kwa jina la Yesu. Ninaliachilia ile neno la Bwana liende mbele yako, liondoe uoga. Ninaliachilia neno la Bwana liende mbele yako. Fungua macho yako, ona mataifa wanakujia, ona wafalme wao wanakusanyana na wana wao nyongani mwao, wanakuletea utajiri na mali, ili kwa hivyo uweze kumtumikia Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ya kwamba utapokea utele, utamjengea Bwana makanisa, utamjengea Bwana nyumba, utamwinulia Bwana madhabahu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shebranda gadabaleta shibo sataya shatara gadabala. Ninaliweka neno la Bwana juu yako. Hautaogopa mwenendo wa maisha. Ninalipanda neno la Bwana juu yako. Maisha hayatakupa hofu wewe. Ninapanda boldness, ujasiri ambao Bwana aliweka ndani ya moyo wangu. Nikaacha kazi ambazo zilikuwa zinanipatia fedha, nikaja kupanda kanisa, nikaja kufungua kanisa. Ninaachilia hiyo roho ya ujasiri ndani yako. Ninaachilia hiyo roho ya ujasiri ndani yako. Ninaachilia hiyo roho ya ujasiri ndani yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Shesetelinga dabala shikwayante katapara jegetekelekete shagadabababa shereketeketeke. Ninaona mission centers, ninaona vituo vya umisheni, ninaona vituo vya umisheni. Mungu ameweka ndani yako kujenga vituo ambavyo
wapanda makanisa watafundishwa. Ninaona vituo vya umisheni Mungu ameweka ndani yako, ya kwamba utafungua vituo ambapo wachungaji, watu ambao wataenda kufungua makanisa watafundishwa hapo, wataandaliwa hapo. Ninatangaza vitokeze, ninatangaza vitokeze, lisiwe tu jambo la moyoni. Vitokeze vije kwenye kinywa, vitokeze vije kwenye mpango, vitokeze viandiko kwenye karatasi, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Vitokeze nina vita, vitokeze nina vita. Hayo makanisa ambayo yanatakiwa yafunguliwe, ninayaita yatokeze, ninayaita yatokeze, ninayaita yatokeze. Waliobeba ibada ya kusifu, waliobeba mzigo wa ibada za kusifu na kuabudu, ambao wataenda mikoa mbalimbali, ambao wataenda wilaya mbalimbali, watapeleka moto wa ibada. Najua umebeba mzigo ndani yako. Andiko la kwamba waabudu halisi watamwabudu katika roho na kweli. I'm calling that out. I'm calling that out. I'm calling that out. I'm calling that vision out. I'm calling that vision out. I'm calling that vision out. Ninayaita hayo maono njoo. Ninayaita hayo maono njoo. Ninaita hayo maono njoo. Ninaita hayo maono njoo. Umebeba ujumbe wa waabudu halisi. Umebeba mafundisho ndani yako. Umejaa mafundisho ndani yako, na unasikia mzigo ya kwamba utazunguka mikoa mbalimbali, utazunguka kufundisha kwenye makanisa mbalimbali. Ninayaita hayo maono, ninayaita hayo maono. Anza kutokeza, anza kutokeza. Usiogope, 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 usiogope. Haya tokeza, haya tokeza, haya tokeza, haya tokeza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninayaita maono, tokeza, tokeza. Tokeza kwa jina la Yesu, tokeza kwa jina la Yesu. Hiyo huduma kwa mama wachungaji, ndani yako umekuwa na mahangaiko. Kuna vitu ungetamani uone vinatokeza kwa mama wachungaji. Ni mzigo ambao Mungu ameweka ndani yako kwa ajili ya wake wa wachungaji. Ninayaita hayo maono yatokeze, ninaita hayo maono yatokeze. Tokeza, tokeza, take shape. Chukua mwonekano, chukua umbo, chukua umbo, chukua umbo, chukua umbo, chukua mwonekano. Tokeza kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mzigo wa kuwasaidia mabinti, hiyo shauku ya kuwasaidia mabinti, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Una shauku ndani yako usaidie mabinti, una mzigo ndani yako, una mission ndani yako ya kuwasaidia mabinti. Ninaita hiyo mission, ninaita hiyo mission, ninaita hiyo mission izaliwe sasa. Ninaita hiyo mission izaliwe sasa. Ninaachilia utungu wa kuzaa, ninaachilia utungu wa kuzaa, ninaachilia utungu wa kuzaa. Yes, yes. As long as Zion travailed, pale Sayuni alipoona utungu alizaa. Ninaachilia utungu wa kuzaa, hiyo mission ya kiungu, hayo maono ya kiungu. Ninaachilia utungu wa kuzaa. Yes, Bwana akuguse kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo mission izaliwe, hiyo mission izaliwe, hiyo mission izaliwe, hiyo mission izaliwe. Ninajua kuna uoga, huo uoga usizuie, huo uoga usizuie, huo uoga usizuie, huo
Mwanadamu usizuie historia yako, mazoea yako, malezi uliyotokea yasizuie kitu cha kiungu kuzaliwa. Ninaita hiyo mission izaliwe, ninaita hiyo mission, ninaita hiyo maono yazaliwe sasa, yazaliwe sasa, yazaliwe sasa. Jeketekele, yazaliwe sasa, yazaliwe sasa. Hivyo vitu vya kiungu, hiyo mission kwa mabinti izaliwe sasa kwa jina la Yesu, izaliwe sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rikatapalebo zetelegedebe zetekete rikakakakaka rababababa zeketeke. Intercessory prayers, hiyo hali ya maombezi, huo mzigo wa maombezi, huo mzigo wa kuombea watu, hiyo mission ya kuombea watu, hiyo mission ya kutaka vitu vibadilike kwa njia ya maombi, ni mzigo Bwana ameweka ndani yako. Ninatangaza kwa jina la Yesu, huo mzigo uchae, huo mzigo upasuke ndani yako, huo mzigo uwe mwingi ndani yako, kiasi cha kulemea wanadamu wako, kiasi cha kulemea, kiasi cha kushinda hofu zako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, yes, yes. Hiyo mission kwa wanaume, huo mzigo wa kusaidia wanaume uzaliwe, 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 uzaliwe now in the name of Jesus, now in the name of Jesus. Saparakatakata zekekekeke reketekete. Bwana anagusa watu, Bwana anakugusa kwa jina la Yesu, Bwana anakugusa kwa jina la Yesu. Unasikia kama moto unawaka ndani yako, unasikia kama moto unawaka ndani yako. Huo mzigo unazaliwa, huo mzigo unazaliwa, huo mzigo unazaliwa. Aya, huo mzigo unazaliwa. Huo mzigo unazaliwa kwa jina la Yesu sasa, kwa jina la Yesu sasa, kwa jina la Yesu. Shapakatakala shebalenkatelagada zakatakata rebabababa sheketekelebebebe azekata ragadabayakata jebabababa ragadada shantamayeka jagasa jekatarararara jekatarararara jegetebelekete jakatarararara jegetebelekete mandarakataka reketekelekete jetekete. Ujumbe wa utakatifu, ninasikia umebeba ujumbe wa utakatifu, ujumbe wa usafi. Mission ya purity, mission ya usafi, mission ya utakatifu, mission ya usafi, mission ya utakatifu. Kilio, mzigo ndani yako, shauku ndani yako ni kutaka kuona usafi, ni kutaka kuona purity. Let it come out. Itokeze, itokeze, itokeze. Shagadebala sheranda maya shetererere janda barada da zakata la 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 jagada la 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 shegada la 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 azakate la 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 shakaya shakarararara shatarararara shakalalalabada zekwatakalekata jakatelakata riba oza rakata raba rakata rebebebebeshe regetegelebe
rakata zakaya zekatakala areketekele azoriketa jabaragadadada. Moto wake, moto wake, moto wake, moto wake, moto wake, moto wake. Rakatakalalala sheketekelelelele shebarakatakata. Moto wake shekelelelelele zekatakararararara sheketekelegede. In the name of Jesus. Rakatapala yakatakataka mantala bababa. In the name of Jesus. Moto wake kwa jina la Yesu. Moto wake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rapakatakataka shatatatata rakatakata shirararara. In the name of Jesus. Rabalaza sheketekelelelelelele shebelelelelele. In the name of Jesus. Shakatakala shebabababa shagadagada. In the name of Jesus. Shakatepakataka sheketekelegedegedege mantakata shebabababa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shababababa. In the name of Jesus. Rebababababababa. Shadadadadadadada. In the name of Jesus. Rakatakata. Mandere bobobobobo. In the name of Jesus. Riakatapa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rakatakata. Rakataka. Ride on, brother. Ride on. Ride on. Shebababababa. Shakatarararara. Shebabababababa. Sheketeke. Nisaidie uliyosimama. Mleta. Shirararara bababababa. Shirererererererere bobobobobo. Kitu ambacho nitakwambia sio kwamba ukijui. Nitakwambia kitu ambacho unakijua. Kuna mambo ambayo Mungu amekuwa akisema na wewe kutokea utotoni. Kutokea utotoni. Wakati unakuwa ulikuwa unayaamini, lakini kwa kadiri muda unavyoenda ni kama yanapoteza cutting edge. Yanapoteza mkazo wake ndani yako kwa sababu tu una hofu. Je, yatatokea kweli? Je, yatatokea kweli? Ni makubwa mno. Ni makubwa mno kiasi kwamba unaona hayataweza kutokea. Nimekuwekea mkono, Mungu akaniambia nikwambie usimwekee mashaka. Aliyeahidi atatimiza. Usimwekee mashaka. Aliyeahidi atatimiza. Amekuambia tangu utotoni atatimiza. Ni mwaminifu, atatimiza. Katika jina la Yesu. Don't doubt him. Don't doubt him. Don't doubt him. Anayatimiliza, anayafikiliza kwa jina la Yesu. Kuna mtu naenda kwake. Shata la 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 la. Jeda la 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 la. Jata la 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 la.